Mwenyezi Mungu, nakuja mbele zako kwa wakati huu kwamba Mungu Mwenyezi ya kwamba maneno yale ambayo yatatoka kwenye kinywa changu yawe ni maneno ambayo hayatoki kwangu nafsi yangu, lakini yawe ni maneno yako. Haya naomba kupitia kwa mwana wako ambaye ni mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuweze tukaketi. Leo hii nitawafunza salamu mpya kidogo. Nikisema tumsifu Yesu Kristo, nanyi mtasema milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tuendelee vivyo hivyo kumsifu hata wakati huu ambao ni wakati wa Lent, kwa sababu hiyo ndiyo anataka. Nikitangulia sana kwa majina yangu, naitwa Ogare Ochieng, James Ogare Ochieng. Nami nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Nami ni mtumishi wake kwa njia ambayo ameniwezesha kumtumikia katika kanisa hili la Katedrali. Nimehudumu kama katibu wa vijana katika kanisa hili, na hapo mbeleni kama mtakubali nitahudumu kama katibu katika kanisa hili. Wale ambao wamesikia. Basi niseme vile vile kwamba sababu ni nzuri kwa wazi, mimi si mwalimu wa Sunday school, lakini ninao wanafunzi ambao ninawafunza mahali kwingine. Lakini vile vile kwa sababu leo ni siku ya kipekee, tunaweza na tunataka tuangazie hili swala la unyenyekevu. Na ndiyo maana kwa unyenyekevu wa kipekee nataka nimshukuru kiongozi wa kanisa hili na wale viongozi wote na uongozi wote kwa ujumla kwa nafasi ambao wamenipa asubuhi ya leo niweze kusimama mbele yenu. Naichukua fursa hii kwa unyenyekevu sana. Vivyo hivyo ujumbe wetu wa leo utakuwa ni juu ya unyenyekevu. Unyenyekevu ambao sio udhaifu, unyenyekevu ambao sio unyonge. Kama vile ambavyo mmeona, leo hii tunaongozwa kwa sehemu nyingi tu za ibada hii na wale ambao ni watoto wetu. Ni watoto wetu, yaweza kuwa hatujawazaa kibiolojia, lakini ni watoto wetu wa kiroho. Kwa sababu mtoto ni nani? Katika Ukristo, mtoto ni yeyote ambaye ana unyenyekevu. Mtoto ni yeyote ambaye hajiwezi mwenyewe, bali anahitaji kuonyeshwa njia. Wakumbuka katika Biblia takatifu, Timotheo alikuwa ni mtoto wa kiroho. Mtoto katika imani wa yule ambaye alikuwa ni Apostle Paul. Haimaanishi ya kwamba Timotheo alikuwa ni mtoto wa kuzaa wa Paulo, lakini alikuwa ni mtoto. Basi mbele yenu siku ya leo, mimi ni mtoto wenu nyote. Hivyo hivyo nataka tuangazie somo letu leo katika msingi wa Marko 10 kuanzia mstari wa 13 hadi mstari wa 16. Na ili somo lilisomwa vizuri kwa njia ambayo
ni ya kupendeza sana na mmoja wa watoto wetu hapa. Lakini nitarudia tu kidogo. Kiangalia hilo somo, asema kwamba wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao walio kama hawa watoto. Amini nawaambia, yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia mfalme. Na ukumbuke nilipoanza nilianza kwamba mtoto ni mnyenyekevu. Mtoto hajielewi sana, kwa maana anahitaji mtu wa kumwonyesha njia. Basi na sisi tunapata kuombwa siku ya leo, tunapata kushauriwa siku ya leo ya kwamba basi tuwe na huo unyenyekevu wa Kristo, unyenyekevu kama ya watoto wadogo. Ukiangalia ili somo, watu walikuwa wakileta watoto wadogo kwa Yesu ili awawekee mikono, lakini wanafunzi wake walikuwa wanawakemea sana. Na Yesu alipoona haya alikasirika sana, na ndiyo akawaambia kama tulivyosoma ya kwamba kwa wakati huu watu walikuwa lakini ukiangalia vile vile katika jamii ile, kwa wakati huo, katika majira hayo, watu walikuwa wanaletea nabii watoto, ya kwamba nabii aweze kuwaweka wakfu, nabii aweze kuwaombea na kuwapa baraka. Labda pengine sahihi tunaanza kufikiria hawa watu ambao walikuwa wanawaletea nabii watoto walikuwa ni wa kike, walikuwa ni wazazi wa kike ama wazazi wa kiume. Sijui wafikiria vipi. Pengine wengi wetu tunafikiria walikuwa ni wazazi wa kike. Manake wazazi wa kike ndio basi wanajulikana sana kwa kuchukua nafasi yao kikamilifu katika familia. Lakini kwa neema ya Mungu katika kanisa hili, wanaume pia vile vile wanashikilia kazi yao vizuri. Wanaume si hata mpige makofi jamani. Wanaume. Na tunahitaji hivyo, tunafaa tuwe katika njia hiyo. Basi wakati huu ilikuwa ni kazi ya wanaume kupeleka watoto kwa nabii ili awawekee wakfu, ile ambayo ilikuwa ni muhimu sana, ilikuwa ni jambo la muhimu katika wakati huo. Basi leo nataka tuyajibu maswali matatu makuu. Kwa nini watu hawa walitaka Yesu awaguse watoto wao? Swali la kwanza. Swali la pili ni kwamba kwa nini wanafunzi wa Yesu hawakutaka watoto waje kwake? Swali la mwisho na wa tatu ni kwamba inamaanisha nini kwamba ufalme wa Mungu ni wa watoto? Manake watoto mara nyingi tunawaona kama watu ambao hawajui mambo mengi, na pengine tunaweza kuwa na ule msukumo wa kujaribu kuwakanyagia. Lafanyika sana. Kumbuka, nikizungumzia watoto sizungumzii mambo ya umri. Nazungumzia unyenyekevu, nazungumzia mtu ambaye anahitaji kuonyeshwa njia. Na basi huyu anaweza kuwa ni wewe, anaweza kuwa ni mimi. Kwa hivyo tusiangalie tu upande wa umri. Yule ambaye amepokea Yesu leo hii, basi yule ni mtoto katika imani. Ana unyenyekevu. Na basi tunakumbushwa ya kwamba nasi tunapaswa tuwe na ule unyenyekevu katika imani. Tunapaswa tuwe kama hawa watoto ambao wana unyenyekevu, ambao wako tayari kuonyeshwa njia.
Nani yule ambaye atatuonyesha njia? Ni Kristo Yesu. Tusiwe watu ambao wanajua sana. Manake mara nyingi tunao watu ambao wanajua sana. Mtu ambaye huwezi mwambia chochote. Hataki ushauri. Hataki kuambiwa. Hata anapokosa hataki kuambiwa. Sasa jiulize, wewe ni mtu huyo? Manake kama wewe ni mtu huyo, bado hauna sifa kama za mtoto ambaye Yesu Kristo anasema sifa ya unyenyekevu. Kwa hivyo Biblia na neno la leo linatusihi ya kwamba sisi tuwe na unyenyekevu. Tuwe tayari kuonyeshwa njia. Tunapokosa tuwe tayari kuambiwa ya kwamba ndugu, umekosa. Nitayajibu ya maswali mbio. Jibu la kwanza: wazazi walihisi jukumu la kuwaletea watoto wao kwa rabii ilikuwa ni ili wabarikiwe. Basi ndio maana walileta wale watoto. Ukiangalia katika Kumbukumbu la Torati 6:7 nasema, nawe uwafundishe watoto wako sheria zangu kwa bidii, na unapaswa kuzizungumzia ukiwa nyumbani, ukiwa safarini, ulalapo na uamkapo. Ya kwamba hawa watoto wetu tunapaswa kila mara tuwakumbushe neno njema la Kristo. Tusiwaachilie. Manake ni jukumu letu kama wa Kristo, ni jukumu letu kama watu ambao wanaamini Yesu Kristo. Ya kwamba wakati wewe unakuja kanisani, unaacha yule mtoto hata kama si wako, yabaki pale nyumbani eti akaoshe vyombo, wewe waja kanisani, basi unaenda kinyume na masharti ya Kristo. Ya kwamba wewe wakati watoto wengine wanapokuja kanisani ili wapate mafundisho, wewe unaambia wako, wewe baki hapa, una kazi za kufanya, basi wewe mzazi wakosa. Manake wafaa kuleta watoto ili kwamba waweze kupata baraka za Kikristo, ili kwamba waweze kuwekwa wakfu katika Injili. Jibu la swali la pili: huenda wanafunzi wa Yesu Kristo walitaka kumlinda, na ndio maana walikuwa wanazuia wale watoto ili asisumbuliwe, au waliona labda watoto kama kero. Na mara nyingi tunaona watoto kama kero. Manake mimi najua wakati shule zinapofungwa, unasikia wazazi wanaanza kujiuliza itafunguliwa lini. Nyinyi tu mnauliza hivyo, itafunguliwa lini? Jamani, utaki kukaa na watoto wako nyumbani? Nauliza tu. Manake hawa watoto ni jukumu letu. Na basi hawafai na hawapaswi kuwa kero kwetu. Na hilo ni sawa hata katika kanisa. Wakati ambapo yule ambaye ndiye bado ana umri mdogo katika imani ya Kikristo, mara nyingi tunawaona kama watu ambao hawafai hata na jukumu la kanisa. Basi nawaambieni hilo sio sawa sawa na matakwa ya Kristo. Kiangalia Marko 9 mstari wa 36 hadi 37 yasema, Yesu akamchukua mtoto mdogo na kumweka kati yao, akamshika na kusema, yeyote anayempokea mtoto mdogo kwa jina langu ananipokea mimi, na anayenipokea mimi hampokei mimi tu, bali yule aliyenituma. Basi tunapaswa tumpokee Kristo kwa kuwapokea hawa ambao ni wadogo. Nini maana ya matendo ya Yesu
katika somo hili. Yesu anatuonyesha kuwa anawapenda watoto na kuwakaribisha katika ufalme wake. Kiangalia Mathayo 19 mstari wa 14, Mathayo 18 mstari wa 3, sitayasoma lakini utaenda nyumbani ukaangalie. Yesu vile vile anaonyesha kuwa watoto hawa wanahitaji muda wa mguso wa upendo. Na katika Wakorintho wa kwanza 13:4 unaona upendo ni nini katika imani ya Kikristo. Basi wa upendo tunafaa tuonyeshe kwa watoto hawa kupitia kwa mguso huo ambao wanahitaji. Yesu vile vile anaonyesha kuwa hana dhana ya kuwadharau watoto wala kuwaacha nje ya huduma yake. Hataki kuacha watoto nje ya huduma yake. Yesu vile vile anaonyesha kuwa viongozi wa kiroho hawapaswi kupuuza mtazamo wa watoto kuhusu mambo ya kiroho. Na tukiyafanya haya yote, basi Mithali 22 mstari wa 6, na nitasoma hii. Yasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atapokuwa mzee. Ya kwamba tunapoishi na hawa watoto, basi tuwalee katika njia ambayo ni ya Kikristo, ndipo wanapokuwa na kuwa watu wazima, basi hawataiacha. Manake katika nchi yetu ya leo na katika ile maisha ambayo tunaishi leo ni maisha ambayo wazua sana. Manake napata akina baba, watu ambao wako kwenye ndoa, pengine wanapiga wake wao mbele ya watoto. Basi hii yaonyesha nini kwa watoto? Kwa sababu lazima tuwalee kulingana na vile tunataka wawe wakiwa wakubwa. Unapata matusi pengine ambayo tunayatumia, maneno ambayo yanachukiza, maneno ambayo hayapaswi kutumika na yule ambaye anamwaminia Kristo. Yale maneno tunayatumia mbele za watoto. Tunasema ni hali ya kisasa, digital. Tuangalie ya kwamba kesho ya hawa watoto itakuwa vipi. Kwa hivyo nikimalizia ni kwamba tunapozungumzia watoto na unyenyekevu ambao tunapaswa kuwa nayo, unyenyekevu ambao ni wa watoto, tusiangalie tu kiumri. Tuangalie na wale ambao ni jukumu letu na kuwaonyesha njia ya Kikristo. Hivyo basi tukifanya haya ambayo yanahitajika, ambayo yanapaswa sisi tufanye, basi tutakuwa tumetenda jambo ambalo ni kuu. Tusidhalalishe, tusiwadharau, tuwaonyeshe njia. Manake inasemekana story moja ya kwamba kulikuwa na baba mmoja ambaye alikuwa na mtoto wake. Basi walikuwa wanaishi katika nyumba ya kukodi, na yule ambaye ni landlord akaja pale akitaka kulipwa pesa zake. Alipofika pale, basi akapata yule mtoto ambaye yuko pale na mzazi wake. Lakini yule mzazi aliposikia ya kwamba landlord yuko njiani na anakuja kuitisha rent, akamwambia yule mtoto, akija mwambie siku nimeenda safarini. Na mtoto, kwa sababu mtoto ni mtu ambaye hana mabaya yoyote, yule jamaa akajificha. Landlord akabisha, akaingia, kauliza, baba yuko wapi? Baba alisema ameenda safarini, lakini yuko pale kwenye bedroom. Basi hivyo ndivyo hawa watoto wako. Na ndio maana Yesu Kristo anasema ufalme wa mbinguni ni kwao. Basi sisi je, tunaweza? Ama sisi ni watu ambao tunatumia ile nguvu ambao tuko nao vibaya? Ama sisi ni watu ambao tuna corrupt our ways ili kwamba watoto wetu wafike mahali ambapo tunataka wafike, na wanajua ya kwamba tuna corrupt our ways? Basi kesho yake wadhani itakuwaje? Ufisadi utaendelea. Manake wanajua hili ndio njia. Nikikosa baba atakuja afanye nini?
amkorofishe mwalimu. Manake kitambo hapo tulikuwa tukikosa tunachapwa na kila mmoja, tunaadhibiwa na kila mmoja. Lakini kanisa hii leo ukaguze mtoto wa mwenyewe, baba mama utakipata. Basi hilo sio njia. Tuweze tukawalea watoto kulingana na vile Kristo anataka. Tuombe. Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na utukufu, umetukumbusha Mungu Baba ya kwamba tuwe watu wenyenyekevu. Tuwe na unyenyekevu na tuwe tayari Mungu Baba kufuata njia ambayo unatuonyesha. Basi sisi tunakuja mbele zako Mungu Mwenyezi, na kwamba kupitia kwa neema yako Mungu Mwenyezi uweze ukatutayarisha tuwe na unyenyekevu. Mungu Mwenyezi uweze kutubadilisha ya kwamba tuwe tayari wa kufuata maneno yako. Tuwe Mungu Mwenyezi watu ambao watatii kama watoto na kutii njia zako na kuendelea Mungu Baba kutembea katika njia ya Kikristo. Tunaomba kupitia kwa Kristo Mwokozi wetu. Mungu awabariki.